Peleka hitaji la moyo wako. Ni jambo gani unalotaka Mungu umweleze? Ni shida gani ambayo Mungu unataka uzungumze naye? Kwa nafasi hii Mungu ameweka wazi kuwa wewe ambaye unahitaji uzungumze naye, na yeye yuko tayari kutusikiliza. Lakini pia ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 24 anasema, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Tuleni Sefania. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ninaabudu katika kanisa la Pentekoste Motomoto chini ya Bishop Dr. Eliasafi Matayo. Mahali pale tunamuona Mungu akifanya mambo makuu, ishara na maajabu. Watu wanapokea uponyaji. Kwa hiyo napenda nikukaribishe sana. Ujumbe wa leo nimeupa kichwa cha somo kinachohusu maombi. Nataka tujifunze nini maana ya maombi. Najua umeshafundishwa, tumefundishwa makanisani, yawezekana hata leo umesikia, lakini na mimi napenda tushare na wewe. Hebu tujue nini maana ya maombi. Maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja na ushirika kati ya mwanadamu na Mungu, yanayohusisha kusemezana au kuzungumza, kutoa shukrani, kuabudu, kukiri makosa na kuomba haja ya moyo. Hili ni tendo la kiimani linalotoka kwa Mungu na ni mapenzi ya Mungu ili kujenga uhusiano wetu, wangu, mimi na wewe, kati ya Mungu na mwanadamu, ambayo huu uhusiano huleta amani ya majibu kulingana na hitaji unalolihitaji. Lakini ndani ya maombi kuna mambo ya muhimu ambayo tunapaswa kuyajua. Natamani sana nishiriki na wewe mambo haya machache ya msingi kujua maombi. Najua tumeshaelewa nini maana ya maombi, umeshanisikiliza, umenielewa. Hebu tuangalie mambo muhimu yanayohusu maombi. Jambo la kwanza ni mawasiliano na Mungu. Haya ni mazungumzo ya moja kwa moja ambapo mwamini au mshirika au muumini anazungumza na Mungu. Kuzungumza huku ni kulingana na uhitaji wa yale mambo anayoyahitaji, anachohitaji Mungu atende. Kiu yake ni nini? Anataka nini kwa Mungu? Kwa jambo la kwanza ni mawasiliano. Jambo la pili ni kusikiliza na kutii. Maombi hayahusishi kusema tu, bali ni kusikiliza mwongozo wa Mungu. Roho Mtakatifu anasema nini kwa habari ya kile unachohitaji mbele za Mungu. Kwa hiyo ni lazima tupate kusikiliza mwongozo wa Roho Mtakatifu, au Mungu anazungumza nini kwa habari ya kile unachokizungumza, ili kutii kile ambacho Mungu anakupa ufanye juu ya lile hitaji lako na kufanya mapenzi yake, yale anayokuagiza. Lakini jambo la tatu ni kutafuta mapenzi ya Mungu. Hili linalenga ni kujipatanisha kati yangu, wewe, mimi na Mungu. Kwa hiyo jambo la tatu ni kutafuta mapenzi ya Mungu kwa lengo la kujipatanisha na Mungu. Nimezungumza kwa habari ya maombi. Maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mtu muhitaji pamoja na Mungu. Tunaangalie maandiko machache. Unaweza ukafungua kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari ule wa 18. Maneno ya Mungu yanasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Haya njoni tusemezane, asema Bwana. Mungu anatoa nafasi ya kwamba
njoo usemezane. Kusemezana maana yake ni kuzungumza, ni mawasiliano ya kuzungumza. Neno kusemezana ni kuzungumza direct na Mungu. Yeye mwenyewe ametupa nafasi ya kwamba haya njoni tusemezane. Kwa hiyo ni utayari wa mioyo yetu, ni utayari wa mtu binafsi kuzungumza na Mungu, kwa sababu anachotaka Mungu ni uzungumze naye, na yeye ametoa taarifa, ametusema katika neno lake, haya njoni. Maanake ni jukumu langu mimi, ni jukumu lako wewe kupeleka haja ya moyo wako, kupeleka hitaji la moyo wako. Ni jambo gani unalotaka Mungu umweleze? Ni shida gani ambayo Mungu unataka uzungumze naye? Kwa nafasi hii Mungu ameweka wazi kuwa wewe ambaye unahitaji uzungumze naye, na yeye yuko tayari kutusikiliza. Lakini pia ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 24, anasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako yote ili upate kupewa haki yake. Anasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako ili upate kupewa haki yako. Maana yake tayari Mungu ametupa agizo la neno lake ya kwamba anahitaji umkumbushe. Najua kabla hatujaomba Mungu anajua na anasikia, lakini Mungu kama Mungu anataka asikie kwa kinywa chako. Unataka afanye nini? Unataka afanye nini katika maisha yako? Wewe useme. Yeye anajua unahitaji nini, maana hata kabla hujaomba alikujua. Anajua unahitaji nini, hitaji lako ni nini, unataka nini Mungu afanye katika maisha yako. Kwa hiyo ni jukumu lako, yeye anajua anachotaka yeye, wewe umkumbushe. Ni jukumu lako tu wewe kumkumbusha kile ambacho Mungu unataka afanye katika maisha yako. Kwa hiyo tunapaswa kumweleza Mungu, kumkumbusha Mungu. Anasema njoo unikumbushe na tuhojiane. Bado anasisitiza kuhojiana, nimesema ni kuzungumza direct kati yako wewe mhusika na Mungu, kati yangu mimi na Mungu. Mungu nataka afanye nini katika maisha yangu? Kwa hiyo anasema eleza mambo yako yote ili upate kupewa haki yako. Ni nini unataka Mungu afanye katika maisha yako? Ni masomo yako, ni elimu, ni watoto, ni mume, ni ndoa. Mungu anataka useme kwa kinywa chako, yuko tayari. Anasema eleza mambo yako yote, usiache hata kitu kimoja. Haijarishi unapitia kwenye nyakati gani, mazingira gani, lakini Mungu bado anataka useme, na anasema umkumbushe, muhojiane ili upate kupewa kile unachostahili. Kwa ni jukumu lako wewe, ni jukumu langu mimi kumweleza Mungu haja ya moyo wangu. Nataka Mungu atende nini juu ya maisha yangu? Nataka Mungu afanye nini? Ni jukumu langu mimi kumwambia Mungu. Ni nafasi tu ya kuachia moyo wangu kuumimina mbele za Bwana. Mungu, ninahitaji hili. Anasema yeye yuko tayari ili tupate zile haki zote tunazostahiliki kulingana na vile unavyohitaji. Unachotaka ni nini Mungu afanye? Yeye ameruhusu. Ni jukumu langu mimi na wewe kumweleza Mungu shida, kumweleza Mungu haja za mioyo yetu. Yeye yuko tayari sawa sawa na neno lake, kama anavyosema katika Isaya 43:26. Anasema utapewa haki yako inayostahili kupewa. Manake unapokuwa hujamweleza Mungu kile unachotaka kufanya, manake unapishana na muujiza wako. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi na wewe kumweleza Mungu ili tupate kupewa haki zetu. Usipoeleza manake hutaweza kupewa, kwa sababu Mungu anajua unahitaji vitu vingi katika maisha yako, ila anataka useme unataka fanye nini. Eleza mambo yako ili upate kupewa haki yako. Manake hii haki unayohitaji ni unampelekea Mungu kwa habari ya maombi. Na maombi yanatuweka connected na Mungu. Ni mawasiliano kati yako mimi, wewe na Mungu. Wewe na Mungu unamweleza nini? Unataka Mungu afanye nini katika
maisha yako. Kwa hiyo ninazungumza kwa habari ya maombi. Maombi ni mawasiliano kati yako wewe, yale Mungu ambayo anataka afanye, na maombi yanatuweka connected na Mungu. Maombi yanatuweka karibu na Mungu, sawa sawa na neno la Mungu linavyosema. Lakini pia ukisoma neno la Mungu katika Yeremia 33 mstari wa 3, anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Bado neno la Mungu linatueleza, linatukumbusha. Anasema niite, maana yake ni jukumu lako wewe kumuita Mungu katika maisha yako. Anasema niite nami nitakuitikia. Yeye yuko tayari kuitika. Nachosubiri ni sauti yako mimi, ni sauti yako wewe mpenzi mtazamaji unayenisikiliza. Umuite Yesu, anasema atakuitikia, naye atakuonyesha mambo makubwa na magumu. Manake yapo mambo ambayo Mungu anatamani kufanya juu ya maisha yako kulingana na vile unavyohitaji. Anasema atakuonyesha. Tunaona kama vile Yeremia, nabii mtumishi wa Mungu Hezekia wakati anataka kufa, Biblia inasema Mungu alimtuma nabii Isaya, akamwambia nenda kamweleze mtumishi wangu, mwambie ya kwamba atengeneze mambo ya nyumba yake, maana hakika atakufa hataishi. Tunaona ni namna gani Hezekia, Biblia inaeleza, inasema Hezekia aliugua baada ya kupata taarifa kupitia mtumwa wa Mungu nabii Isaya, alipopeleka habari ya kwamba Bwana anasema tengeneza mambo ya nyumba yako, hakika utakufa. Hezekia alilia kwa uchungu, akamuuliza Mungu, akamkumbusha Mungu, akamweleza Mungu kwa maombi. Alilia akamkumbusha Mungu vile alivyotumika kwa maombi. Kwa maombi yanatuconnect na Mungu, yanatuweka karibu na Mungu, yanatuweka sisi connected, mawasiliano. Unamweleza Mungu shida zako, unataka Mungu atende nini, kama vile Hezekia alivyoleta mbele za Mungu, akamwambia Mungu, hapana, siwezi kufa, kumbuka nimetumika, kumbuka nilitenda hili. Tunaona Mungu baada ya kusikia maombi ambayo Hezekia aliomba kwa uchungu, aliomba kwa kuugua, alisikia na akamrejesha miaka ya kuishi zaidi. Ni kwa sababu gani? Tendo la Hezekia alisogea mbele za Mungu, akazungumza na Mungu, akasemezana na Mungu kwa maombi, akamkumbusha Mungu, kumbuka na kuwa umenipasha habari inayokuja mbele yangu. Ninaomba Bwana ubadilishe, kumbuka nimetenda haya. Ni maombi. Kwa hiyo maombi, faida ya kwanza, inakuweka wewe kuwa karibu na Mungu. Unapomwita Mungu, manake ni mazungumzo yako karibu na Mungu, wewe direct connected na Mungu, inakuweka karibu wewe na Mungu, ni mawasiliano. Tunaona kama huyu mtumishi wa Mungu. Lakini pia ukija, anasema unapomwita Mungu, yeye atakupasha mambo ya mbele yatakayokuja. Maana yake unapomweleza Mungu shida zako kupitia maombi, unaposemezana na Mungu, zipo kanuni Mungu anaweza kazifanya kwako juu ya yale mahitaji unayohitaji. Yawezekana unaumwa, unamwambia Mungu nahitaji nipone. Yawezekana Mungu anakuambia katika uponyaji wako nataka ufanye 1, 2, 3. Unapewa habari ya kutii lile ambalo anataka utende ili upate kupewa ile haki inayostahiliki. Lakini pia tunaweza tukaona baadhi ya watumishi wa Mungu ambao walimtumaini Mungu, walimtegemea Mungu kwa njia ya maombi. Tunaona Yakobo aling'ang'ana usiku wa manane, akaomba, malaika wa Bwana akashuka. Ni mfano tosha, maana yake alisimama kupitia nini? Kupitia maombi. Lakini si hilo tu, tunaona watu wengi kwenye Biblia tunajifunza kupitia watumishi wa Mungu. Kwa mfano tunaweza tukasoma Biblia
katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza, tunaweza tukakisoma kisa kimoja kinachozungumza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Hana. Tunaona Hana, ukisoma katika Biblia, linaeleza ya kwamba Hana alikuwa amefungwa tumbo. Maana yake alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni tasa. Alikuwa amefungwa tumbo lake kwa habari ya kuzaa. Tunaona namna gani Hana alivyoweza kusimama na Mungu. Pamoja na kuwa alikuwa ni mgumba hazai, mke mwenzake alikuwa akimkejeli kwa maneno makali. Hakuangalia maneno ya yule mke mwenzake alivyokuwa kimnanga na kumsema vibaya. Tunaona kwamba Hana alikuwa ni mwanamke aliyesimama na alikuwa akilia kwa uchungu muda wote. Mahali ukizungumsoma Biblia katika kitabu cha Hana, ninaomba nisome nishiriki na wewe, tushare maandiko haya alafu tuone Hana alikuwa ni nani na alifanya nini. Ukisoma Samueli wa kwanza, Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja wa Rama Msufi nji ya milima ya Efraimu. Jina lake alikiitwa Elikana mwana wa Yerohamu mwana wa Eluhimu mwana wa Tohu mwana wa Sufu Mwefrania. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili akiitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto lakini Hana hakuwa na watoto. Na huyu alikuwa akikwea katika mji kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Fineasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana hakumpa sehemu, humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautafikiria kichwani mwake. Ikawa hapo alidumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti na isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia
achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sinywi divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona maneno ya Mungu, namna Hana alivyokuwa akiumimina moyo wake mbele za Mungu. Hana kiu yake kuu ilikuwa ni mtoto, Mungu ampe mtoto. Tunaona pamoja na kuwa alipitia mambo magumu, kubezwa na mke mwenzake, kusemwa na watu, hakuangalia vile watu wanazungumza, bali yeye moyo wake ulijawa na huzuni, ulijawa na uchungu mkuu kulingana na teso lake. Hitaji lake lilikuwa ni mtoto na hakukata tamaa. Tunaona vile Hana alivyosimama mbele za Mungu akiomba katika ule mlima wa Shilo, mahali ambapo walikuwa wanakutanika yeye, mumewe pamoja na watoto wake. Mahali hapo alikuwa akitoa mume wake dhabihu kila mwaka. Mahali pale akamlilia Mungu, akamwomba Mungu, akamkumbusha Mungu, na aliweka nadhiri akamwambia Mungu, ninatamani unipe mtoto mume. Ukinipa mtoto mume, huyu mtoto nitamtoa kwako. Na tunaangalia pamoja na kuwa Hana alipitia mambo mengi, hakuangalia. Moyo wake ulikuwa ni mwanamke aliyejaa huzuni, uchungu kulingana na teso lake, lakini hakukata tamaa. Aliweka agano na Mungu, aliweka nadhiri na Mungu, na alitamka, Mungu ukinipa mtoto mume. Kwa hiyo wakati mwingine yawezekana tunahitaji mambo magumu makubwa ambayo wanadamu wanaweza wakasema haiwezekani, lakini nakwambia kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu aliyefanya kwa Hana anaweza akafanya kwako. Mungu aliyeongeza miaka ya kuishi kwa Hezekia anaweza akafanya kwako. Ni jukumu lako wewe kumwambia Mungu unataka afanye nini, unataka Mungu atende nini katika maisha yako. Vile Mungu alitenda kwa Hana, vile Mungu alirejesha uhai miaka zaidi kwa Hezekia, ndivyo Mungu anavyoweza afanye juu ya maisha yetu, juu ya maisha yako. Mungu anaweza kutenda. Anachotaka ni wewe umweleze shida zako, ni wewe umwambie unataka Mungu afanye nini. Ni tendo la wewe kurejea mbele za Mungu na uamini ya kwamba Mungu unayemuomba ni Mungu anayetenda, ni Mungu anayejibu. Haijalishi ni kwa wakati gani, haijalishi ni muda gani umeomba, umepitia magumu, mateso, ni magonjwa, umeomba miaka inazidi kwenda, watu wanakubeza kama Hana alivyobezwa, ni mtoto. Mweleze Mungu shida yako ili upate kupewa haki yako. Tendo la wewe kuomba ni tendo linaloambatana na imani. Manake unapomwomba Mungu, Mungu amini ya kwamba anatenda katika maisha yako. Tunaona watumishi wengi walipokea miujiza, walimwomba Mungu wakapata hitaji la maisha yao. Kwa hiyo Hana baada ya kumweleza Mungu, tunaona hapa Eli alianza kumwambia maneno, anamwambia mbona wewe unakunywa divai, unalewa, utalewa mpaka lini? Hana akamwambia mimi sijalewa bwana wangu, nina moyo wangu una huzuni juu ya pito anallohitaji. Wanadamu wamesema haiwezekani, mke mwenzake anampa maneno ya kashfa, lakini Hana alisogeza uso wake mbele za Mungu, na tunaona Mungu alikuja kumpa yule mtoto ambaye Hana alihitaji, na ile nadhiri ya Hana ilitimia. Tunaona Mungu baada ya kumpa Hana hitaji la mtoto, Biblia ukiendelea kusoma anasema Hana alizaa mtoto, na baada ya kuzaa akasema wembe hautapichwa ndani ya kichwa chake. Ndivyo ilivyokuwa na yule mtoto. Baada ya kumzaa mpaka umri ulivyofika wa kuachishwa maziwa, tunaona tayari
Hana alichukua jukumu la kuchukua na kumpeleka mahali pale alipokuwa akikutanika kuzungumza na Mungu. Mahali alipokuwa akiomba ilikuwa ni mahali panapoitwa Shilo. Mahali hapo ndipo Hana alipokuwa akimlilia Mungu, na baada ya kupewa majibu yake alikumbuka fadhila ya kuwa Bwana amekumbuka teso langu, amekumbuka hitaji la moyo wangu, amenipa mtoto ambaye nilimuomba, mtoto mume. Ndipo Mungu Hana akarudi miguuni pa Bwana, akamtoa yule mtoto dhabihu. Maana alimwambia Mungu, ukinipa mtoto nitamtoa. Na baada ya kupewa alikumbuka ile fadhila ya Mungu, akarudi miguuni mwa Mungu, na yule mtoto tunakumbuka alikuwa ni mtumishi mzuri. Kwa hiyo ndivyo tunavyopaswa kuwa katika maisha yetu tunayoishi ya wokovu. Mawasiliano yetu, shida zetu, mapito yetu tunayopitia, tunahitaji kumpelekea Mungu kwa mawasiliano. Ni jukumu langu mimi na wewe kumweleza Mungu shida zetu, kumweleza Mungu tunataka Mungu afanye nini. Haijalishi wanadamu wamekukatisha tamaa, haijalishi watu wamekubeza, wamekung'onga. Usiangalie mwanadamu anasema nini kwa habari ya mapito unayopitia. Mwambie Mungu, yeye amesema eleza mambo yote ili upate kupewa haki yako. Mungu anasubiri ueleze shida yako ili upate ile haki yako ya msingi. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu, ni wewe kujikonekti na Mungu. Lakini zipo faida nyingi za kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi. Maombi yanatusogeza karibu na Mungu. Kwa maombi yanatuleta connected, wewe na Mungu, mimi na wewe na Mungu, karibu na Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kumweleza Mungu kwa njia ya maombi. Yeye Mungu anasikia, yuko tayari. Naamini Mungu anajua. Jua ya kuwa Mungu anajua unataka nini, ila anachosubiri ni wewe utamke kwa kinywa chako. Mungu akubariki sana.